Leo tumeendelea kufanya ziara inayohusu utekelezaji wa sheria na taratibu ambazo tumejiwekea wenyewe na hasa katika majenzi. Mambo kadhaa yamebainishwa ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ameyasemea vizuri sana. Jambo la kwanza, yapo majenzi ambayo vibali vimetolewa vya kujenga ghorofa chache, lakini tumefika site wamejenga ghorofa nyingi zaidi. Yapo maelekezo ambayo ujenzi wake ulielekezwa ku set back kwa mita kadhaa, lakini tumekwenda site ujenzi huo hakuna. Yapo maeneo ambayo ujenzi wake ni kama huu hapa nyuma, ku block road service ambazo sisi tunazitumia kwa ajili ya maendeleo ya kila mmoja. Sheria hizo zimekiukwa. Maelekezo yangu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa wale wote ambao wamejenga ghorofa nyingi kinyume na taratibu na sheria, leo hii OCD sijui yuko wapi, akamate mmiliki, akamate mjenzi, wote waende ndani wakati uchunguzi unaendelea kuhusu uwezo wa ghorofa 13 kwenye design ya mchoro wa ghorofa 6. Ghorofa ziko 13, kibali cha ghorofa 6. Wataalamu wanapaswa kujiridhisha kuhusu foundation iliyojengwa kama inaweza ku accommodate ghorofa 13 ambazo hazina vibali. Wote mmiliki na mjenzi wote wakamatwe, wawekwe ndani. Agizo namba 2, huyu mtu ambaye amekuja kuziba road service kama sample tu ya wengine wote, abomoe mara moja leo na sio kwa kuchelewa. Na anatoa agizo tena kwa OCD na kwa mkuu wa wilaya, kwa kuwa yuko hapa, mpaka kufikia saa 12 kama bado patakuwa hajabomolewa kurudi nyuma, mmiliki na mjenzi wakamatwe wote kwenda lock up, halafu mashtaka yaandaliwe kwa ajili ya kwenda mahakamani kwa kosa la kuziba road service ambazo zinatumika na kila mmoja. Jambo la 3, nafahamu mkurugenzi anakuwa na wajibu wa moja kwa moja wa kusimamia idara mbalimbali katika kutoa vibali hivi. Wapo pia vijana wetu katika idara hizi ambao wanakwenda kinyume kwa umakusudi. Jambo la 3 ambao ni maelekezo yangu, TAKUKURU, nadhani mko hapa, fuatilieni kwa kina kuhusu ukiukwaji wa taratibu hizi, kama ni intentional au sio intentional, kama ni conspiracy au sio conspiracy, na ripoti hiyo tuweze pia kuipata ili tuchukue hatua kali dhidi ya wote ambao wanakiuka sheria na taratibu tulizokubaliana wenyewe kujiwekea. Jambo namba 4, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na mkurugenzi, hapa tuko kwenye hii barabara Tule Drive, lakini tumepitia kwenye maeneo mengi. Mwaka 2027 Dar es Salaam tunajiandaa na AFCON. Naomba nirudie tena, tunajiandaa na AFCON. Hatuhitaji uholela wa jambo lolote. Leo hii barabara tunaipanua, barabara hii ya Tule Drive. Barabara hii tunaipanua ili kuruhusu ku accommodate pia services mbalimbali ambazo zitakuwepo wakati wa AFCON na hata baada ya AFCON. Upande wa mbele hapo kidogo tuna kiwanja cha farasi, lakini hapo barabarani pia tuna beach nzuri sana ambayo inaitwa Coco Beach. Mkurugenzi, maelekezo yangu as a regional commissioner, nataka hatua za haraka mno kuhusu uboreshaji wa moja kwa moja wa Coco Beach, kwa sababu patakuwa panaleta wageni au panachukua wageni, na ikiwezekana wote tutoke kwa pamoja tukajifunze kitu ambacho Bravo Coco amefanya, na sisi tunaweza tukaboresha ama kufanya kitu ambacho kinaweza kuwa kina hadhi ya kupokea wageni zaidi. Washirikisheni walioko pale sasa na mipango iliyopo, na ningeomba mimi ikimbie mipango hiyo kwa sababu tutatia aibu. Kwa hiyo bichi hiyo na bichi zingine zote tuzitunze kwa sababu ya hadhi ya eneo lenyewe. Kwa mkurugenzi,
andaeni hilo andiko lenu mara moja, tuwasiliane mara moja, na mimi mwenyewe kwa mamlaka pia nilionayo as a regional commissioner nitamuinform Mheshimiwa Rais mipango miema na mizuri inayohusiana na masuala ya redevelopment katika masuala haya ya ukanda wa bahari kwa ajili ya wageni ambao wanakuja. Na hiyo haimaanishi kwamba utamfukuza aliyoko pale, wala hakuna tatizo, anaweza kuendelea kuwepo, lakini akiwa yuko kwenye eneo nadhifu. Haiwezekani likawa ni eneo lile lile. Agizo langu namba 4 au namba 5 kwa wakuu wa wilaya wote kuendelea kusimamia taratibu na sheria zote, na hasa katika kipindi hiki ambacho tunaendelea katika masuala ya mustakabali mzima wa kujenga miji yetu katika hadhi ambayo imekusudiwa. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, simamia haya yote, na wote ambao wamehusika na masuala kama hayo, OCD kwa kuwa yuko hapa, wote hawa na majenzi yao. Na agizo langu jingine la mwisho, simamisha majenzi yote, pitieni vibali vyote, kamata, weka ndani wote ambao wamehusika mahakamani, na ikiwezekana kufungwa kabisa kwa sababu wamekiuka taratibu na sheria.